Habari za leo mpenzi mfuatiliaji wa kazi mbalimbali za fasihi ya Kiingereza, yani literature in English. Sasa wanafunzi kutoka taifa la Tanzania na nchi jirani, na ukaribisha katika uchambuzi wa mhusika mmoja kutoka play ya tamthilia ya The Lion and the Jewel, na mhusika huyo ni Sidi. Sidi ni mojawapo ya wahusika waliotumiwa na Wole Soyinka kwenye play ya The Lion and the Jewel. Wole Soyinka amemchora mhusika huyu kama mojawapo ya mhusika mkuu ndani ya play ya The Lion and the Jewel. Kama wewe ni mwanafunzi ulikuwa hujui kwamba mhusika mkuu Sidi ni mojawapo, kwa sababu wengi wanachofahamu kwamba the main character ni Chief Baroka. Play hii ya The Lion and the Jewel wahusika wakuu wako wawili, yani Chief Baroka pamoja na Sidi. Ila leo nitaongelea huyu mhusika mkuu Sidi kwa sababu Chief Baroka nilimuongelea kipindi kilichopita. Kwa hiyo unaweza kufuatilia uchambuzi wa huyo mhusika Chief Baroka. Sidi huyu ni binti yani naweza kusema kwamba ni msichana ambaye anaonyeshwa katika jamii ya Ilunjinle huko Nigeria. Wole Soyinka amemtumia huyu mhusika Sidi kwa kuonyesha mtazamo wake au mambo yale anayoamini hasa katika swala la African culture and tradition, kwamba mila za Kiafrika. Na mojawapo ya mila za Kiafrika alizozionyesha mwandishi Wole Soyinka katika swala la paying blood price, yani kutoa mahari. Na huyu binti anaonekana ana msimamo mkali sana swala la kutolea mahari, kwa sababu jamii yake inaamini katika swala hilo la paying blood price, kwa sababu mwanamke asipotolewa mahari anaonekana kwamba hana thamani, yani sio bikira tena, kwamba ni changudoa au ni mwanamke ambaye hana thamani katika jamii fulani. Ndio maana huyu binti anakuja kuonekana mwanzo wa kitabu hadi mwisho wa kitabu pale tu anapitia changamoto ya mhusika mmoja ambaye ni Lakunle, mwalimu wa shule msingi katika kijiji cha Ilunjinle, anayetaka kumwoa huyu binti Sidi, lakini yeye anakaza na kumwambia kwamba amtolee mahari kama sehemu ya heshima katika jamii yake. Mwalimu yule Lakunle alikataa kumtolea mahari kwa sababu anaamini kwamba mwanamke ukimtolea mahari ni sawa umenunua kitu dukani. Kwa hiyo na yeye ameshikilia mtazamo wake ule wa kutolea mahari, lakini mazungumzo yao yanakuwa ni ya muda mrefu sana mpaka wanaingia ugomvi mkubwa sana na Lakunle. Ndio maana tunapata dhamira nyingi sana kupitia huyu mhusika katika swala la modernity, yani masuala ya usasa, lakini usasa huo tunaupata kwa kupitia huyu mhusika ambaye ni Lakunle. Anajaribu kumbadilisha mtazamo Sidi aweze kuadapti modernity, yani mambo ya kileo, yani mambo ya kisasa, lakini huyu binti anakataa. Pia tunapata dhamira nyingine ya love affair kupitia huyu binti, kwa sababu anasumbuliwa na huyu kijana Lakunle. Pia tunapata swala jingine ambalo ni blood price, kama nilivyosema, kutoa mahari. Huyu binti anataka atolewe mahari, lakini inakuwa ni gumzo kubwa sana. Na hatimaye huyu binti ameongelewa kinamna tofauti na mwandishi Wole Soyinka. Amemuonesha kama binti ambaye anakuwa na majivuno mengi sana baada tu ya kupokea taarifa kutoka kwa mabinti watatu wanaomletea taarifa kwamba surveyor, huyo mtafiti wa ujenzi wa reli katika jamii ya Ilunjinle, mpiga picha, amekuja na majarida ambaye sura ya Sidi inaonekana mwanzo wa jarida, kwamba yeye anakuja kuonekana ni jewe, yani mtu wa thamani sana katika kijiji kile, yani mrembo wa Ilunjinle. Sasa anawauliza mara nyingi, ni kweli hiyo picha yake imeonekana kwenye jarida? Na baadaye sasa
anaanza kujitapa, yani kujivunia kwamba yeye ni mtu wa muhimu sana, ni mtu mrembo katika jamii ile, na pia ni mtu wa muhimu kuliko chifu mwenyewe ambaye ni Chief Baloka. Pia tunakuja kuona sasa huyu binti anapata changamoto nyingine ya pili ya kuolewa. Analetewa taarifa na mhusika ambaye ni Sadiku kwamba Sidi anataka aolewe na Chief Baloka baada ya kuonekana kwenye ile jarida lililoletwa na Savea. Lakini Sidi mara ya kwanza alikataa kwa sababu yeye anaonekana ni binti bikra, bado ni binti mdogo, hawezi akaolewa na mzee mwenye umri wa miaka 62. Lakini baadaye uongo na mbinu ambazo zilizotumiwa na huyu Chief Baloka kumwambia Sadiku kwamba apeleke ujumbe kwamba yeye ameshazeeka, hana nguvu za kiume, pia ni impotence kabisa, kwa hatafanya chochote. Lakini kupitia maneno hayo na mbinu zilizotengenezwa, Sidi alikubaliana na akaenda kwa Chief Baloka. Mazungumzo yakawa ni ya muda mrefu, ndani ya muda, na mwishowe anatoka Sidi analia akijilaumu, pamoja akimlaumu Sadiku kwa maneno aliyomwambia. Kumbe Chief Baloka sio impotence tena, kuni yuko strong kama kijana. Anabaki analia, analaumu, na mwishowe anaamua aolewe na Chief Baloka kwa sababu kulingana na mila na desturi za ile jamii ya Ilunjile, mwanamke akitembea na mwanamume wa kwanza ndio mume wake. Sadiku mwishowe anaolewa na Chief Baloka. Kwa tumeona hiyo marriage imejitokeza ndani ya huyu mhusika. Pia hata swala la ignorance tunalipata kwa Sidi, kwa sababu yeye ameshindwa kufikiria kwa kina zaidi kupitia hizo mbinu, pamoja na mawazo yake yale aliyokuwa ameyapanga, mwishowe amevurukika. Yeye mwenyewe anabaki kujilaumu, na Lakune naye anabaki kujilaumu kwa nini ameshindwa kumbadilisha huyo binti. Naomba niishie hapo kwa sababu somo la leo liko na uhusiana na huyu binti, yani Sidi, ambaye ni binti wa jamii ya Ilunjile anayeamini katika mila za Kiafrika. Nafikiri mwanafunzi unayesoma literature in English umeelewa kuhusu huyu mhusika Sidi. Kama hujaelewa au una maswali mengi juu ya huyu mhusika, unaweza ukaandika chini ya hii video, nitakujibu kisawa sawa. Kwa majina naitwa Teacher Kaligodoto Njike, the man of literature and the young African writer, the world analyst. Niko pande za Nzega, Tabora, ila ni man of literature kutoka Shinyanga. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana.